tunakutana na Yesu ambaye kama kawaida yake anapenda kutumia vitu vya kawaida tunavyovifahamu ili kutupeleka katika maisha ya juu zaidi ya kiimani ambayo labda kwa wakati mwingine tunashindwa kuyafahamu. Katika siku hii ya leo anataka kujitambulisha yeye mwenyewe kama ni maji ya uzima. Na sasa ningeanza na swali. Kwa leo hii mpaka sasa hivi ndani ya masaa haya machache tuliofika, nani hajakutana na maji? Yaani wewe hujaoga, hujanawa, hujanywa, hujafanya kitu chochote, yani hujagusa maji mpaka sasa hivi. Nyosha mkono. Mpo? Ambao mjagusa maji mpo? Haya, mliogusa maji hebu nyosheni mikono. Mliogusa maji leo. Aha, asante. Ambao hawana uhakika kama wamegusa au hawajagusa, wanyoshe mkono pia. Safi. Msema kweli siku zote ni mpenzi wa yeye, hakumbuki kama ameyagusa au hajayagusa. Lakini nataka kusema hivi kuwa maji ni kitu cha msingi sana katika maisha yetu. Maji ni kitu ambacho kikikosekana mahangaiko yanakuwa makubwa, vurugu zinakuwa kubwa kwa kukosekana kwa maji. Leo hii au hata Tanzania hapa tulishawahi kuwa na msemo au kauli mbiu moja au wanaitwa wengine slogan inayosema hivi kuwa maji ni uhai. Mnaikumbuka? Hii haijapitwa na wakati. Kauli mbiu hii ya maji ni uhai. Maji yalikuwa uhai enzi hizo, sasa na hata kesho. Kwa sababu yakikosekana maji, uhai uko hatarini. Sisi hapa kwetu tukikosa maji siku moja, mahangaiko yatakuwa makubwa mno. Mateso na vurugu zitakuwa kubwa mno. Ndio tutashuhudia kuwa kumbe watu wana madumu mengi katika nyumba zao na mikokoteni itajaza madumu kwenda kutafuta sehemu ambako maji yanapatikana. Maji ni ya muhimu. Katika muktadha huo, katika hali hiyo hiyo ya maji ambayo sisi tunayaona kuwa ya muhimu, sasa tunawachukua wana wa Israeli ambao wao wametolewa katika utumwa kule Misri, wamepitishwa katika ile bahari salama, wakavuka, tena walivuka kwenye maji. Wanavuka kwenye maji, wanaanza kuikabiri jangwa. Ninyi mnafahamu jiografia. Jangwani kuna nini? Sifa za jangwa ni nini? Sifa kubwa ya jangwa ni ukame. Yaani jangwani hakuna hayo maji. Sasa watu ambao wameyavuka maji, waliyaoga maji, wakaenda upande wa pili, afu wanaanza kupambana na shida kubwa ili waumiza, ili watesa, na ikawakosesha amani. Ikawakosesha amani. Tukio la kukosa maji liliondoa matumaini yao kwa Mungu wao. Wakaanza kumlalamikia na kumnungunikia sana Musa pamoja na Mungu. Na kama vile kusema tu haikutosha, wakafanya na mambo mengi mpaka wakaanza kumwambia kwa kauli zao kuwa hivi, ninyi kwa nini mmeamua kututoa Misri tulipokuwa tunakunywa maji, tunaoga, tunafanya kila kitu, na tumepita katika ile bahari ya maji, afu mnatuleta ili tufe jangwani? Kwa sababu sisi Misri tulikuwa tunaishi, Misri tulikuwa tunakula
tunakunywa na maisha yalienda. Sasa mmetutoa katika hali hiyo mkitutumainishia kuwa hali njema zaidi, lakini huku mnakotuleta kuna mateso na mahangaiko na tunafikiri kuwa tutakufa. Musa akamlilia Mungu. Mungu akamwambia, ita wazee kati yenu, mketi muombe, na mimi nitaweka nguvu kubwa juu yako, lakini ukiwa umeshika ile fimbo. Mnaifahamu ile fimbo ya Musa ile? Musa alikabidhiwa fimbo maalumu ya kuwachunga wana wa Israeli. Na ile fimbo ilikuwa ni uwezo, ilikuwa ni nguvu, ilikuwa ni mamlaka. Lakini fimbo ile iliweza kuwapatia chakula, iliweza kuwapatia maji walipokuwa na mahangaiko na mateso. Na hiyo fimbo akamwambia, nikikwambia basi utapiga mwamba na maji yatatoka, wana wa Israeli watakunywa na safari itaendelea. Akafanya hivyo Musa, lakini kwa sababu alishahuzunishwa, aliumizwa, aliteseka sana na malalamiko ya wana wa Israeli, ilipofika hatua ya kwenda kupiga ule mwamba, aliupiga mara ngapi jamani? Haya, wengine wanasema mara 3, wengine mara 2, wengine mara ngapi? Mungu alimwambia uo mwamba upige mara moja. Piga na kiboko chako hiyo na fimbo yako mara moja. Musa imani ikampunguka. Akasema, hivi kwa haya majamaa yana kiu namna hii, haya mara moja inatosha kweli? Akautandika ule mwamba mara 2. Piga mara 2, maji yakatoka mengi mno. Na kwa sababu ya tendo hilo Mungu alimpa adhabu Musa. Adhabu yake mnaifahamu au mnaikumbuka? Ipi? Ndio. Akasema, kwa sababu hukuamini nililokuambia, wewe hutaingia katika nchi ya ahadi. Sasa fundisho tunalolipata katika somo letu la kwanza mojawapo ni hilo, kuwa tusipomwamini Mungu hatutaingia katika nchi ya ahadi, yani mbinguni. Ili mtu aweze kuingia mbinguni, sharti la kwanza ni kuamini. Muamini Mungu, amini uweza wake, amini anachokuambia kwa kupitia mafundisho yake na neno la Mungu. Ukiamini utaona mema mengi na makubwa. Mara nyingi nasema na ninarudia, sisi wanadamu wa leo tunapenda sana kwanza muujiza, tuone muujiza ndio baadaye tuamini. Lakini kwa Mungu sivyo. Mungu anataka uamini kwanza, na katika kuamini kwako anatenda muujiza. Hilo ni fundisho la kwanza tunalopata katika somo letu la leo. Lakini fundisho la pili, tunajifunza kuwa Mungu ni mwema na mkarimu kweli. Anawahurumia na kuwasamehe wote wanaolalamika na kuhuzunika juu yake. Wana wa Israeli walimlalamikia sana Mungu mpaka wakamkejeli na kumkashifu, kwa nini umetutoa na sasa tunataka kufa hapa? Lakini pamoja na hayo yote aliwahurumia, akawasamehe na akawapatia kile walichokuwa wanahitaji. Sisi katika maisha yetu tunamlalamikia Mungu katika mambo mbalimbali mengi na makubwa. Mungu anatuhurumia na kutusamehe. Lakini usitumie fursa ya huruma na msamaha wa Mungu kuendelea tu kulalamika wewe katika maisha yako. Jipe nafasi wakati fulani kushukuru kwa namna ambavyo Mungu anakutendea mambo mengi na makubwa, hata yale usiyoyajua wewe. Kwa Mungu anatusaidia. Mungu anawavumilia wana wa Israeli. Anawakaribisha katika furaha yake kwa kuwapatia tena kukata kiu yao ya kimwili waliokuwa nayo. Sisi pia tunahimizwa na kushauriwa hivyo kuwa tujitahidi kupokea huruma ya Mungu.
Kwa njia ya matendo yetu mema, Mungu atajidhihirisha kwetu. Mungu atatupokea. Mungu atatupatia uwezo na nguvu. Kwa hiyo mahangaiko hayo tunayoyapata, kwa sababu hata sisi katika maisha yetu tunapita jangwani. Jangwa sio tu hali hiyo ya kwenda huko mpaka uende huko Sahara au Kalahari huko. Lakini mwanadamu katika maisha ya kiroho, kwa sababu hii kiu ambayo wana wa Israeli walikuwa nayo iliwavusha kutoka katika kiu ya kimwili kuwapelekea katika kiu ya kiroho. Na hata sisi tunapambana na hili jangwa mara nyingi katika maisha yetu. Mara nyingi tunakuwa jangwani. Kila tunapomwacha Mungu, kila tunapotenda dhambi, sisi tuko jangwani. Na katika huku jangwa, badala ya kujilalamikia sisi wenyewe kwa dhambi zetu ndio tumejiingiza jangwani, tunawalalamikia wenzetu na tunamlalamikia Mungu kuwa amefanya hivyo. Lakini Mungu pamoja nayo yote anatuhurumia na kutusamehe. Kipindi cha Kwaresma kinatualika na kutusisitiza tutoke jangwani. Kinatusisitiza tutafute maji ambayo yatakata kiu yetu, sio tu hii ya kimwili, lakini zaidi sana kiu ya kiroho. Na kiu ya kiroho inakatwa kwa kukubali kuwa karibu na Mungu. Mungu ambaye anatoa ni chemchemi ya maji ya uzima. Kwa shida zetu tunazokumbana nazo katika maisha zitusaidie kutupeleka kwenda kuona sura ya Mungu. Mahangaiko tunayoyapata yatusaidie kutukimbiza tukaone sura ya Mungu, na Mungu awe jibu katika maisha yetu au katika hayo tunayoyahangaikia. Lakini niwakumbushe tena, sharti la kwanza ni kuamini. Ukiamini utayaona matendo makuu ya Mungu. Katika somo letu la pili, Paulo anawaandikia Warumi, na katika barua hii kwa kweli anasisitiza sana juu ya habari ya neema. Japo anahimiza pia swala la imani, lakini anasisitiza juu ya habari ya neema. Neema tunavyoitambua katika maisha yetu ni kitu ambacho ni zawadi ya bure tunayoipokea kutoka kwa Mungu, bure. Hakuna mtu aliyechangia kitu katika neema, na ndivyo ambavyo hakuna mtu atakayeweza kuzuia neema. Na Mungu anatoa jinsi neema hizi kwa mtu ambaye anampenda bila kuangalia makando kando yake. Tumezaliwa ni neema ya Mungu. Hakuna aliyesema hivi kwa mimi Mungu nataka kuzaliwa alafu akazaliwa. Wote tumezaliwa neema ya Mungu. Tumekuwa katika hili kanisa ni neema ya Mungu. Tumebatizwa neema ya Mungu. Tunakula na kunywa neema ya Mungu. Tunaishi mpaka leo ni neema ya Mungu. Tunasoma ni neema ya Mungu. Tunapita mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine ni neema ya Mungu. Ametufanyia hivyo kwa wema na upendo wake. Kwa sababu tumeonyesha matumaini makubwa ya kuamini. Na niwakumbushe kuwa imani ni kitu cha msingi katika maisha yetu. Mfikirie, piga picha kwenye hili somo la kwanza. Musa ameshindwa kumwamini Mungu katika kile alichomwambia, na baadaye alimpa adhabu ya kutokuingia katika uzima wa milele, kutokuingia katika ile nchi ya ahadi. Mungu anakuogopa nini wewe? Muangalie Musa, kazi zote alizozifanya, kuwatoa taifa zima la Israeli kule, kulipitisha katika mto, kwenda jangwani, na mahangaiko yote aliyokuwa nayo, na sala zote alizosali Musa katika safari ile. Lakini bado kwa kutokuamini hakuingia katika nchi ya ahadi. Wewe ambaye hutaki kuamini leo, Mungu anakuogopa nini wewe ili akufikishe mbinguni kiurahisi rahisi? Yaani wewe umempa nini Mungu mpaka na kuamini kwako yeye apotezee tu,
akuingize wewe mbinguni. Haiwezekani. Lazima tukubali kumwamini Mungu. Kwa naomba tumwamini Mungu. Kwa hii neema ambayo Mungu anatupatia neema kwa kupitia Kristo Yesu. Wana wa Israeli walihisi kuwa wametengwa na Mungu. Nasema Mungu kweli bado yupo. Lakini somo letu la pili linatupa jibu kuwa Mungu yupo, na kwa njia ya kuzaliwa, mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo inatudhihirishia kuwa Kristo yupo na anafanya kazi ndani yetu. Tumuombe yeye ili atusaidie. Hii sio nadharia. Haya ni matendo ya kiimani ambayo tayari tunayo na tunapaswa kuyashika. Katika Injili tumesikia simulizi refu na la pekee la huyu mama ambaye Msamaria anaenda kuchota maji, lakini pia na yule Bwana wetu Yesu Kristo pale kisimani. Somo lina utata sana katika mazingira ya kijiografia kati ya haya makabila mawili, yani hawa Wayahudi na Wasamaria. Katika kijiografia, kidini, kisiasa na kadhalika, hawa watu walikuwa hawakai pamoja. Sasa leo tunashangaa Yesu anakaaje karibu na huyu Msamaria? Hilo la kwanza. Lakini la pili, maji yalichotwa kwa desturi asubuhi na jioni. Huyu mama kimemvuta nini kwenda kuchota maji mchana? Cha tatu, hawa wanawake walikuwa wanapoenda kuchota maji wanaenda watatu au zaidi. Hii kafanyaje mpaka aende peke yake? Yesu alikuwa yeye na wanafunzi wake. Wanafunzi wote wameondoka, wameenda huko, kabaki yeye peke yake. Ili kuwaje wakati wanaenda peke yake? Tuna maswali mengi mno ya kujiuliza juu ya jambo hili, na wengi watasema mengi katika jambo hilo, lakini tukubali na tujue wazi kuwa Kristo alitaka kuleta fundisho zito na ni katekesi ya imani katika tukio hili, yeye pamoja na huyu Msamaria. Hata ndio maana alivyorudi pale, wanahangaika na habari ya chakula, yeye anasema hivi kuwa mimi nina chakula cha uzima. Akasema hivi kuwa kuna mtu amemletea chakula. Hapo wanasema hivi kuna mtu amemletea chakula, lakini ukisoma mafafanuo mengine asema kwa yule mwanamke yule ndio atakuwa amemletea chakula. Kuna vurugu katika somo hili. Kuna vurugu nyingi za kila mmoja anavyotafsiri anavyopenda. Lakini ukweli ni kwamba Kristo alitaka kutoa fundisho. Na fundisho alilotoa ni katekesi. Anamchukua huyu mama Msamaria. Hawa Wasamaria hawakuwa sana kwenye upande wa dini. Sasa alimuingiza katika imani, na katika kumuingiza katika imani akampeleka taratibu katekesi mpaka akafikia hatua ya kumkiri kuwa Kristo ni nabii. Na alimkiri kuwa, kwanza alimwambia wewe ni mwalimu, baadaye akatosha kuwa sio tu mwalimu lakini wewe ni nabii. Nabii mwenye uwezo mkubwa wa kuona hata yale ambayo tunayaficha. Na alimwambia hivyo, alikiri kuwa ni nabii pale alipomwambia hivi kuwa kalete mume wako, kama unataka hayo maji ya uzima niletee mume wako. Ile mama akasema hivi kuwa mimi sina mume. Akasema ni kweli huna mume, kwa sababu wewe una wanaume 5 na hata huyo ulionaye sasa hivi sio wako. Hii ilikuwa ni siri ya yule mama. Yesu hakuwa anataka kumwaibisha yule mwanamke. Alikuwa anataka kufundisha. Amemfundisha yule mwanamke, kafundisha kizazi kile, ameendelea kufundisha vizazi vyote, na mpaka leo ananifundisha mimi na wewe. Lengo lilikuwa sio kumwaibisha. Lengo lilikuwa ni kumpatia matumaini mapya na katekesi mpya. Katika maisha yetu tuna mambo mengi sana ambayo tunayaficha. Umeyafanya wewe peke yako, au ni chumbani, au ni wapi, au ni nini, na unajua kuwa hiyo ni siri yako wewe peke yako. Hutaki kuitoa wala kusema kwa mtu mwingine yeyote. Lakini na kuhakikishia kuwa leo Mungu anaijua. Na anakuleta katika kipindi hiki cha Kwaresima leo utubu.
ile ambayo unajifikiri kuwa ni siri kabisa, hakuna mwingine anayejua, utubu katika kipindi hiki. Mwanamke yule Msamaria alitubu, akasema hakika natambua kuwa wewe ni nabii kweli. Hii ni sentensi ya majuto, ya kutubu, ya kurudi. Kwaresima imetuwekea ili turudi, tutubu na tuombe Mungu atujalie kweli toba ya kweli. Tunafanya toba kwa njia gani? Kwa njia hizi ambazo tumesikia katika sala ya kolekta leo: kusali, kufunga na kutoa sadaka. Zaidi ya hapo, kufanya matendo mema kama hayo ambayo tumefanya, kuja kusalimia, kutembea na kusalimia hapa, ni mambo ambayo yanajidhihirisha ya kiimani katika maisha yetu. Lakini usifanye matendo ya huruma kama bado hauko tayari kutubu dhambi ambazo umezitenda, hata kama mimi sizioni au jirani yako azioni, ila ulizifanya wewe peke yako, zitubu ili uweze kupata wokovu. La pili tunalojifunza kubwa katika Injili, yapo mafundisho mengi, lakini hili la kuwa yule mama baada ya kugundua hayo yote aliuacha mtungi na yale maji pale kisimani, akaondoka akaenda kuwaambia watu yale yote yaliyomtokea. Manake ni nini? Baada ya mafundisho, baada ya kupita katika kipindi hiki cha Kwaresma na mafundisho yote ambayo tunayapata katika kipindi hiki na kufanya na toba tunayoifanya, isiishie tu kusherehekea Pasaka, lakini itufanye sisi wenyewe kuwa wahubiri wa habari njema, wa kutangaza huruma ya Mungu, kutangaza upendo wa Mungu katika maisha yetu, ili tuweze kumrudia Mungu na watu wengi zaidi wapate wokovu. Hilo ndio lengo kubwa. Kwa hiyo mama huyu anakuwa mwinjilishaji, anatoka anaenda kuambia watu, na wale watu wanarudi, wanakuja kumuona Yesu. Acha na wewe mtungi wako wa maji, acha mtungi wa dhambi, acha mtungi wa majungu, acha mtungi wa uongo, acha mitungi yote ulionayo ambayo ni mizigo kwako. Kwaresima hii itue, uiache ili usafiri vizuri na ugeuke kuwa mwinjilishaji ulio mzuri. Geuka kuwa mwinjilishaji, uwavute wengi waje kumuona Mungu. Una mtungi? Bado mmebeba mitungi? Eti jamani, nye nawauliza, nye mmebeba mitungi? Mnayo za Dominika hii inatualika kutua mtungi. Unapotoka hapa utue mtungi wako, usiendelee kubaki na mtungi. Mtungi umejaa maji mzito. Unajua mtungi ulikuwa unatengenezwa kwa udongo Unajua siku hizi mitungi imeanza kupotea. Hao watoto wadogo wanawezekana wasijue mtungi ni nini. Lakini mtungi wenyewe tu bila kuwa na maji ni mzito. Uongo kweli? Alafu umeweka na maji ndani. Sasa uzito unakuwa mara mbili. Sasa kwa nini usilitue ile mtungi wewe? Tua mtungi, na nafasi ya mtungi muweke Yesu, usafiri naye ili upate wokovu. Nenda, chukua Biblia yako, nenda kahubiri habari njema. Utatua mtungi kwa kuangalia, kusali, kufunga na kutoa sadaka katika kipindi hiki kwa namna ya pekee. Tumsifu Yesu Kristo.